Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwananchi? Wakati mwingine tena tunakumzuri kabisa, tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea. Ukiachana na mambo ya kudai ya kizao, Young Africans pia wanaendelea na michezo yao ya kombe la FA, lakini pia kwa siku ya leo Young Africans atakuwa uwanjani majira fulani hivi ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo atakwenda kushuhudia mchezo huo mkubwa kabisa ambao utakwenda kuwakutanisha kati ya wenyeji wa mchezo huo ambao watakuwa ni Young Africans dhidi ya Songea United, mchezo wa kombe la FA. Na unafahamu ya kwamba Young Africans kwa sasa wana hasira kweli kweli. Utakwenda kushuhudia game hiyo ikienda kupigwa pale katika dimba la KMC Complex, ambako Young Africans atakuwa mwenyeji wa mchezo huo. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimetangazwa muda huu na kocha Amdi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans, akiweza kupanga kikosi chake na kuweza kuweka majembe yote ambayo wewe unayafahamu utakwenda kuyashuhudia kwenye kikosi hiki ambacho nimekusogezea hapa, ambacho kinasomeka kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu, hii hapa ni Wina Media, tuweze kujuzana yale yote yanayoendelea kwenye kikosi cha Young Africans. Wakati Young Africans wakiendelea kudai haki yao ya mabao 3 na magoli 3, uko katika hapa nazungumzia mamlaka ya soka TFF pamoja na bodi ya ligi. Sambamba na hayo, Young Africans bado wanaendelea kuweza kusakata kabumbu, na leo hii wanakuwa uwanjani kucheza dhidi ya Songea United, kikosi ambacho ni kikubwa ambacho kimetangazwa, ambapo golini kabisa wa kwanza namba 1 atasimama Abutwalib Msheli. Unafahamu ubora wake, kijana amekuwa akiendelea kupata nafasi katika michezo hii ambayo imekuwa ni michezo ambayo isiyo na ushindani mkubwa sana. Hivyo basi hapa ndio pa kwenda kuonyesha kiwango na kuonyesha yale madhaifu yako, kuyafuta hapa, kwa sababu ya namna ambavyo kila mmoja amekuwa akihitaji nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kocha Amdi ameweza kutangaza kwamba golini atasimama hapa nazungumzia Abutwalib Msheli, huku Djigui Diarra kwa sababu ya uchovu wa safari ndefu kutoka Mali alikokwenda katika timu yake ya taifa, basi atapumzika leo hii kutokana na kuwapa nafasi wachezaji wengine. Kwa upande wa beki namba 2 anasimama Israel Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana ambao wenye uwezo mahili kweli kweli. Ana uwezo wa kupandisha mashambulizi na ana uwezo wa kurudi kukaa kwenye nafasi yake. Ni vyema kabisa ukalifahamu hilo, kwamba hapa nazungumzia Israel Mwenda ni moja kati ya mafundi katika eneo hilo, ambao amekuja dirisha dogo tu na kuweza kuonyesha upepo mzuri kweli kweli, na hata kocha wa Young Africans kuendelea kumwamini na kumpa nafasi. Lakini kwa upande wa beki namba 3 anasimama Nixon Kibabage. Mwalimu ameweza kumpatia nafasi ya kuweza kuanza katika mchezo huu, na unafahamu shughuli yake, amekuwa na nyakati nzuri kweli kweli na kikosi cha Young Africans. Ni wakati sahihi kweli kweli ukiweza kushuhudia hilo. Mwalimu ameona ni fursa njema kabisa kuweza kuwapa nafasi wachezaji wengine ambao kupata nafasi kidogo imekuwa ni ngumu kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na ubora wa wachezaji ambao wapo. Hivyo basi leo hii Nixon Kibabage anaendelea kuweza kukipiga katika upande wa beki namba 3. Lakini kwa upande wa beki namba 4, hapa anasimama si mwingine bali ni hapa ni huyu ni
Azizi Andambwile akiweza kusimama katika eneo hilo, na unafahamu kwamba Azizi Andambwile ni kiungo mkabaji, lakini ana uwezo wa kushuka chini na kufanya majukumu kama ya beki wa katikati. Hivyo basi leo hii utakwenda kushuhudia shughuli watakayokutana nayo Songea United mbele ya kizingiti hiki. Lakini kwa upande wa beki namba 5 anasimama kapteni mwenyewe, si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto akiweza kuanza katika kikosi hichi. Unafahamu shughuli yake, namna kuweza kuzuia, namna ya kutumia nguvu, namna kutumia maarifa ya urefu wake katika mipira ya juu. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakaenda kufanywa, na hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini kwa upande mwingine namba 6 anasimama Jonathan aka Nungu Jonathan Mkude akiweza kusimama katika eneo la namba 6. Ni sehemu sahihi kwake yeye kusimama kwa sababu ndio namba ambayo kila mmoja aliweza kuona ubora wa Jonathan Mkude katika namba hiyo. Ni eneo ambalo amekuwa akilicheza vizuri kabisa, na mwalimu ameweza kumwamini na kuweza kumpatia majukumu ya kuanza katika nafasi hiyo. Ikumbuke kwamba mara nyingi ama mara kadhaa tumeweza kushuhudia hapa nazungumzia Alidi Aucho akisimama katika eneo hilo. Hivyo basi kukosekana kwa Alidi Aucho, unafahamia kwamba alienda katika majukumu yake ya timu ya taifa na akapata majeraha kule kwa ilivyokuwa ikielezwa, lakini nafasi yake ikiweza kuchukuliwa na Jonathan Mkude akisimama katika eneo hilo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayofanywa na Jonathan Mkude katika eneo hilo ambalo kila mmoja amekuwa akiendelea kuweza kushuhudia namna ambavyo inapokuwa ikienda kutokea. Lakini kwa upande mwingine unazungumzia hapa huyu namba 7 atasimama Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa hapa nazungumzia viungo washambuliaji wenye kasi, wenye nguvu, nizamu uwanjani, lakini pia ukizungumzia kwenye mashuti hapa ndio mahala pake. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia Maxim Nzingeli akiweza kuanza katika nafasi hiyo kama namba 7 akiweza kuwachachafya Songea United leo hii. Sijajua watakula ngapi, ila maoni yako na yasubiri hapo katika upande wa comment, uniambie itakuwaje na vipi unaopa ushindi Songea ama Young Africans. Tuende kwenye namba 8. Namba 8 anasimama Abubakar Salum aka Shua Boy. Unafahamu kazi nzuri huwa anayoifanya katika eneo la namba 8. Amekuwa akiendelea kupata nafasi kwenye kikosi cha Young Africans katika mechi ambazo mwalimu anaona kuna uhitaji wa kuweza kumtumia Abubakar Salum. Amekuwa akiendelea kuweza kumpatia nafasi moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo nafasi yake hiyo namba 8 leo hii dhidi ya Songea United, mchezo wa kombe la FA. Lakini kwa upande wa namba 9 anasimama Clement Mzinze. Hapa anazungumzia mfungaji bora mtetezi akitetea kiatu chake katika mashindano haya kombe la FA. Msimu uliopita aliweza kung'ara nayo na kufanya kuweza kumpatia tuzo. Na ukija kwa upande wa namba 10 anaanza Pacome Zouzoua. Unafahamu shughuli yake Profesa Waboli akiweza kuanza katika nafasi hiyo njema kabisa ambayo mwalimu anaona ni fursa zaidi kuenda kumtumia namba 10 Pacome Zouzoua, kwa sababu wengine walikuwa katika majukumu ya timu ya taifa. Hivyo basi kutokana na uchovu anaanza Pacome. Lakini kwa upande wa namba 11 ataanza si mwingine bali Jonathan Ikangalombo. Jonathan Ikangalombo anaanza. Kumbuka kwamba mchezo zaidi ya Singida Black Stars wa kirafiki iliandika bao lake la kwanza akiwa na Young Africans, lakini huo sio mchezo ambao upo katika mashindano rasmi. Tutegemee leo hii pia, je, ataweza kuandika bao? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na